Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na mbunge wa Mbeya Mjini Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ametangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo jipya la Uyole mkoani Mbeya katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Dr. Tulia ametoa tamko hilo leo Mei 23, 2025 alipokuwa akihutubia mkutano mkuu maalumu wa wilaya ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesema kuwa ameamua kufanya uamuzi huo ili kuwahudumia wananchi wa Uyole kutokana na kasi ndogo ya maendeleo iliyopo katika eneo hilo. Maendeleo ya Uyole yanasonga kwa taratibu sana. Nimeona ni vyema nijitoe kwa moyo wote kuhakikisha wananchi wa Uyole wanapata huduma stahiki na maendeleo ya haraka. Nitoe wito huu kwenu, watu wengi watakuja kwenu. Chagueni kiongozi, chagueni mtumishi. Itasaidia sana kuendelea kuyakimbiza maendeleo ya jamii, amesema Dr. Tulia. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Kama ambavyo tumeona mabadiliko makubwa hapa Mbeya Mjini, Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi hiki ameleta fedha nyingi sana kwenye miundombinu ya barabara, kwenye miradi yetu ya maji, kwenye umeme, hasa kata za pembezoni kule ambako mitaa ilikuwa haina umeme. Sasa mradi unaendelea kwa mitaa 15 katika kata zetu, na mradi mwingine utakuja kuhakikisha sio tu mtaa kupata umeme, lakini umeme kufikia kila nyumba inayohitaji umeme. Kazi imefanyika kwenye eneo la afya, vituo vya afya vipya kabisa vimejengwa, zahanati zimejengwa. Kwenye eneo la elimu, shule zimejengwa za sekondari, shule za msingi kwenye kata zetu. Kazi hiyo, ndugu zangu, ya maendeleo inaashiria tuko safarini. Katika safari hiyo tumepata fursa. Sio maeneo yote, unajua hapa tunajenga njia 4, ni fedha nyingi. Sio maeneo yote nchi hii yanajengewa njia 4. Kugawanya kwa jimbo kunaleta maumivu, kwamba sisi jamani na mbunge wetu wote tunapendana. Hasa mbunge anaenda wapi? Mbunge anabaki wapi? Yaani kwa kweli kama ingewezekana angegombea tu yote mawili mbunge. Lakini sasa kwa sababu hilo haliwezekani, kwa hiyo bado tutaendelea kuwa pamoja. Upande wowote nitakao usema hapa, msiwe na wasiwasi. Kwa kusema hivyo, ndugu zangu wana Mbeya Mjini, na kwa kufahamu kazi tuliyoifanya pamoja, na kwa kufahamu kwamba mimi bado nitakuwa mzazi wa watoto wawili, sina budi kuelekea kwa mtoto anayehitaji zaidi. Lakini hakuna mtu anayeagwa leo, ila kuna kusema Tulia atagombea wapi, na hakuna atakayekosa huduma yoyote aliyokuwa akipata. Wana jimbo la Mbeya Mjini, nimeona hapa mioyo imeinama, lakini isiname kwa sababu bado nipo. Nimalizie kwa kusema hivi, wana Mbeya Mjini na wana Uyole pia, kwa sababu wako watu watakuja kuonesha nia, hata kama watasikia kwamba mimi naelekea Uyole, wao watakuja kuonesha nia. Lakini kwa namna tulivyoishi kipindi hiki, nafahamu tumeshapata nafasi ya kusikizana. Mmeshanisikia mara kadhaa, mmeshafahamu mimi ni mtumishi wa aina gani, mmeshafahamu mimi ni binadamu wa aina gani, mmefahamu mimi ni kiongozi wa namna gani. Nitoe wito kwenu, hasa
wana Mbeya mjini, watu wengi watajitokeza kuja kwenu. Chagueni kiongozi, chagueni mtumishi.